Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, basi usisahau kubonyeza neno subscribe na kucomment na kushare. Hii ni JT Online TV. Napenda kuambia kwamba Solar Dryer hii imejengwa kupitia mradi ambao unaitwa Inclusive, ambao upo chini ya programu ya sasa. Ni mradi ambao upo chini ya Umoja wa Ulaya kupitia shirika la INABEL. Kwa hiyo sisi ZNCC tulikuwa tunatekeleza mradi huu kupitia na shirika linaloitwa TRIAS, ambalo wao wapo Arusha, lakini kwenye huu mradi ulikuwa unatekelezwa Pemba na Mwanza pamoja na Tanga. Kwa hiyo sisi ZNCC ambao ni jumuiya ya kitaifa ya wafanyabiashara pamoja na hao TRIAS, kupitia huu mradi kulifanyika utafiti mdogo kuhusiana na masuala ya mwani. Kwa hiyo katika huu utafiti kuna changamoto nyingi zilizobainika, zikiwemo masuala ya bei na mambo mengine, lakini changamoto nyingine ilionekana ni suala la uanikaji wa mwani pamoja na ubora wa mwani kutokana na uanikaji wake. Kwa hiyo kama tunavyojua, changamoto ni nyingi zilizoonekana, lakini sisi kwa upande wetu tukaona tuanze na hii kwanza ya kuwaletea Solar Dryer ambayo mtaitumia kwa ajili ya kuanikia mwani wenu. Baadaye watakuja washirika wengine wa maendeleo bila shaka, au hata nyinyi mnaweza mkaangalia njia nyingine sasa ya kuweza kutatua changamoto hizo nyingine. Kwa mfano, changamoto ya bei, tunaamini nyinyi mnapiga kelele, lakini na mashirika mengine mbalimbali yanapiga kelele. Sisi kwa nafasi yetu tumeanza na hii kwanza, kuwaletea Solar Dryer ili mwanike mwani uwe ni mwani ambao utakuwa una ubora. Hii ni ya kwenu. Kwa hiyo leo sisi tumeshawakabidhi mwenyekiti, hii si ya kwetu tena. Kwa hiyo swala la usafi wa pale, swala la ulinzi wa pale sio tena la ZNCC wala sio tena la TRIAS, ni la kwenu. Mwenyekiti tumewakabidhi na nitakukabidhi na fungua hapa, alafu mtajua mnagawana kwenye vile vikundi. Muhakikishe mnaweka utaratibu wa kulitumia lile jambo kwa njia nzuri isiyoleta migogoro, lakini ambayo itakuwa ni chachu ya kuwafanya watu wengine waje wakinunua mwani kwenu. Kwa hiyo kikubwa tunachosisitiza ni swala la kulitumia vizuri jambo lile. Tutaletewa miongozo ambayo itawekwa pale ili iwasaidie, lakini kikubwa ni kwamba lile dude halihimili vile vitu vya ncha. Kwa hiyo watoto wetu na sisi tusije kuwa tumetumia visu twalijaribu kidogo kwamba ni zima au vipi. Kwa hiyo hivyo ni vitu vyote ambavyo tunatakiwa tu tunakumbushana sisi, lakini na watoto wetu tunawakumbusha, lakini mjaribu kuweka pia na utaratibu wa kuangalia upana mtu muda mmoja. Jina langu naitwa Haji Simba Hassan. Mimi ni mkulima wa mwani wa kijiji cha Maziwa Ng'ombe. Naambia wanaotupa hili dengo, wasema nawatakia kheri sana. Nawapongeza sana kwa hili kukutuona kama tunapata shida siku za masika au na siku zingine kama tutakuwa tutapatiwa leo kwa mwani, leo kitia leo saa 2 naondoka nyumbani sina chakula, lakini kuna chukua hapo na kuletea mle masaa 5 au mawili, napata kuna kule kwa naona kama ni hili kitu ambacho ni kizuri zaidi. Hilo itakuwa na wapongeza sana kwao wanaofanya swala kama hili. Natolea shukrani sana. Shukrani kuzeni kwao. Kama tulivyopola wakulima wengi tunakwenda kwa hali ambapo maji ni makubwa saa hizi. Sasa na ya kuendea wakulima wengi hawamiliki. Sasa tunataka changamoto kubwa zaidi, kama pana uwezekano kwa mashirika, kwa taasisi, kwa serikali, wakulima wapewe vijombo lao ambao wanaweza kufikia kule kwenye huduma ya mwani. Na lingine tufanye utaratibu kama wenzetu huko wapi wana vimashini ya kusagia mwani, na sisi tuasakamu za mwani, na sisi tuone kama una faida mwani, faida yake na sisi tuzione, tusione faida hii ndogo ya kupewa shilingi 500 200 tukaamba mwani una faida unaendesha kwa lakini tunataka tuone na hii faida mwani kama iko kupatikana kwa watu wakulima. Hawa wakulima wao tutakipewa wakikwa mashine hawa mwani wenu nyenzo msaja hapa, wataona faida zake hizo mwani, lakini tunaona kama ni ubishi tunaofanywa. Wataniwa tu watu naambia una faida. Miaka 10 sholi 30 hao tena mwani. Hata faida mapata sio madeni tuongee tu. Maisha madeni tuna wote wakulima madeni hao. Kwa sababu hawa waende chukua pegi mapesa.
uenda chukua nini mapesa, ugongaji wa pesa, uwafungaji wa pesa. Utaona kama ndio uone shilingi 1000 anapewa size mbili basi haipatikani mtu hapo. Yule mwani uwe safi. Usiwe na machafu, maana tuanika humu tukishanika hata tukishoka ng'ombe ajonyelea ajobaulia ule wao shaka na uchafu. Lakini ndio sasa tusheki wao safi ndio humo, lakini bado kidogo. Sasa tufanye hiyo kazi, tutaona ile maendeleo tutakayoyapata. Watu wengine sasa wengi